Leo hii nimekuja kwa Wakenya tena kwa sababu kuna mambo inaendelea na sifurahi. Kuna hii mambo Gachagua anafanya. Kwanza kuna watu walisema mimi na support serikali singo upande. Hapana. Mimi najua Kindiki akiwa pale na president watafanya kazi. Kwa sababu Kindiki namjua na nitasupport hii serikali kwa vyovyote vile. Sisi tumekuwa tukipinga serikali miaka yote. Mimi nilikuwa nimepigia Raila kura. Lakini kama Kindiki alichukuliwa akakuwa deputy president na support serikali ya William Samoei Ruto. Na nataka kuambia Gachagua, kama kweli wewe ni mtu anajua anafanya nini, wachana na serikali ifanye kazi. Hakuna mtu ambaye anapeangwa kazi kama president hataki. President ndiye alikuita wewe ukiwa running mate wake. Deputy president ni mtu ambaye umechagua rafiki yako ndio aende na idea zako afanye kazi na manifesto yako. Sawa, wewe Gachagua, kama na manifesto ya Ruto ilikushinda, uliwekwa kando. Na nataka kukuambia uachane na vita kwa matanga. Uache hii masinema. Na nataka kukuambia Gachagua, mambo ya opposition ya utaweza. Mambo ya kupinga serikali hapa Mount Kenya hamuwezi. Nilikuwa nafanya maandamano peke yangu nikisema Isaac Masingo. Nilikuwa nafanya maandamano peke yangu juu hamuwezi. Kwa hivyo kitu nataka kuambia Gachagua, siasa ya kugonganiza ile serikali ulikuwa. Ile pesa ulikula zundiza Mungu shukrani. Uko na mali, uko na nini, hakuna kitu hauna. Kwa hivyo achana na serikali ifanye kazi. Ile ingine yule naweza ambia ni mtu anaitwa Kalonzo. Kalonzo ni mtu very useless. Hata ni mtu siwezi ona kama kuna mtu. Wewe unaambia JNC wakuja waandamane. Wewe uko na mali. Wale vijana ukiwachoshea sasa waharibu, kama mimi mlemavu nitakaa wapi? Kitu tunasema kila mtu sahi Kenya imeenda tumeili. Kila mtu anafanya kazi yake. Kama ni watu vijana, saa hii ile mipango serikali naona iko naye, hiyo ndio tutafuata. Na nataka kuambia vijana msindanganywe na hao wazee. Kalonzo wamefanya kwa hiyo serikali kama hao watoto wanaambia wakaandamane kama hawajazaliwa. Kwa hivyo kama unataka watoto waandamane, wewe Kalonzo, wacha kuombea kiti. Waambie hata vijana wasimamize kijana mmoja aombee kiti ya rais. Wewe umeshindwa. Kwa sababu unaambia watoto waandamane, badala wewe uandamane. Na wewe ndio umeibia hii serikali miaka yako yote. Wewe hata maji ununuliangi watu. Saa hii nataka kuchallenge Kalonzo. Kuna mama hapa anaitwa Rosemary. Roselyn, mama amenyang'anywa na Muhindi. Mama alienda akachukua loan ya 150 million. Akaenda akawekelea kwa nyumba ya Muhindi. Huyo Muhindi alitoa huyo mama. Mama ametafuta haki, ni mama maskini. Mama yule Kalonzo bandalo usimame na yule mama na ni Mkamba. Hata hapa si ukabila, naongea ukweli. Ni Mkamba mwenzako. Huyu mama anaenda koti peke yake, hana hata wakili. Lakini wewe Besigye ametoka Uganda, amekuja, wewe unasimama, unaenda kusupport yule Besigye, unasimama hata kotini. Mtu akizikwa kisiasa unasimama umsaidie. Wewe ni useless. Kalonzo ndio naambia. Na hiyo timu yao kina Kioni. Huyu mama ni Mkamba, na kama ni mwananchi mnatetea, tungetaka kuwaona kama Martha Karua. Mama amenyang'anywa 150 million. Na wewe unasemanga ni mama. Umewahi mama utetea huyu mama? Kuna mama wa Magugu hapa. Mama mzee ananyang'anywa samba yake na huyo Muhindi. Umewahi mama wao mtetee? Sio kila kitu tutasema president. Na nyinyi kama watu ambao wa opposition ni nini mnachangia kwa hii serikali? Kwa sababu hata nyinyi ni yenu. Na mnataka mnaomba kura ndio mchukue hiyo serikali. Sasa mkiharibu mtapata serikali gani? Saa hii sisi hatuko opposition. Raila serikali, Makarena serikali, Njoo serikali, Oparanya serikali. Kila mtu ako kwa serikali saa hii. Hiyo mnafikiri mtashinda Ruto kwanza saa hii? Zile kura Ruto atashinda nazo. Atashinda na kura mingi sana. Na nataka kuonya Wakikuyu. Watu kutoka Kisumu wanaweza waambia kuwa opposition maana yake ni nini. Na kuwa opposition si ati ni Gachagua atakuwa opposition. Ni wewe mwenye biashara yako uko naye Mombasa, ni wewe biashara yako iko Rift Valley, ni wewe biashara yako iko Somali, ni wewe biashara yako iko Uganda, ni wewe biashara yako iko wapi, itakuwa Wakikuyu wamejitenga na wale wengine. Kwa hivyo Gachagua kushindwa kuwa kwa serikali apambane na mizigo yake. Nyinyi watu wa mlima, yule mtu anatusimamia for now. Yule mnaweza ita kingpin, hiyo mlikuwa mnasema sio nini.
anaitwa Abraham Kithure Kindiki, mtoto wa Mount Kenya kama yule mwingine. Lakini mheshimiwa, juzi Atwoli alikuwa pale JKL, akaulizwa ni nani ndiyo kingpin wa Mount Kenya, na kulingana na yeye Atwoli alisema bado Uhuru ndiye ameshikilia kwa sababu Michuki alimwachia. Kama Gachagua anataka kuwa kingpin, aende afukue ama aende kwa kaburi ya Michuki ili amwapishe kama kingpin. Lakini hapa wewe unasema ni Kindiki. Hiyo inaendaje? Atwoli hawezi jua mambo ya mlima. Mambo ya mlima tunafuatanga yule ako in power. Uhuru ni retired. Lakini kitu tunaheshimu naye Uhuru hajawahi jitokeza kutoka wachukue hii serikali. Lakini Uhuru for now wanaongea na Kindiki ni ndugu yake, na Uhuru alitufurahisha sana. Kwa sababu Mount Kenya West sisi tumeishi kusimama na Mount Kenya hizi makasisi wetu since 19 wakati kura ziliombwa duniani hii. Lakini Uhuru vile alituonyesha pale Embu, vile tunasikia mambo inaendelea vizuri, akisikilia huyu mtoto. Uhuru anapenda Kindiki kuliko kila mtu, kwa sababu anajua Kindiki akiwa pale mali ya watu na nini ya Wakenya haitapotea na atasimamia mlima. Na niliambia watu wakati ingine, nikawaambia mtu wako kwa shinda 2023 niliwaambia mtu wako kwa shinda ni Gachagua. Akina Uhuru, akina Raila, akina Mudavadi, akina Kindiki watarundiana pamoja, na hiyo imekuwa. Nataka kutabiri ingine hapa. After leo tuko na wewe mwaka huu, tukimaliza hii mwaka Januari, tukienda hiyo ingine before tufike December, kila mtu wa Mount Kenya atakuwa anaimba Ruto na Kindiki. Na sababu ya nini ataimba hivyo? Kindiki ameenda pale kusaidia Ruto kazi, ndiye asaidie mwananchi wa kawaida. Hajaenda pale kupigana na watu. Gachagua alikuwa pale kupigana na watu. Mtu wa Mount Kenya kitu anataka ni majani yake ipate pesa. Mtu wa Mount Kenya kitu anataka ni kahawa yake ipate pesa. Mtu wa Mount Kenya kitu anataka ni miraa yake ipate pesa. Lakini Gachagua yeye hakuenda kufanya hiyo kazi. Alienda kupinga kila kitu badala atafutia watu wake. Naye Kindiki ameenda pale kusikanisha na kuleta mavuno kwa mfuko ya mwananchi. Na akifanya hivyo within 1 year utasikia hakuna jina ya Gachagua. Na nataka kuambia watu wengi huwa wanapinga, lakini wanaona huyu mtu alisema ukweli. Within 1 year Gachagua atakuwa anatembea peke yake. Kwa nini atatembea peke yake? Hakuna mtu mwenye ana tumbo, hakuna mtu mwenye ana watoto wanahitaji school fees, na utakaa na mtu alifukuza kwa opposition. Na niambia Wakikuyu na Wameru, hata tusikane sisi sote hatuwezi chagua Gachagua president. Wale Wakenya wengine wamejigamba, wanasema wanataka Kenya moja, maisha moja, usumi iwe bora. Kenya moja, maisha bora, usumi iwe bora. Ndio hiyo language tunaimba. Na si juu ya Ruto, si juu ya Magarena, si juu ya Raila, si juu ya Mudavadi, si juu ya Kindiki, ni juu yetu sisi wa Kenya. Na niambie Gachagua hakuna Kalonzo, wewe ni mwoga, hakuna siasa unajua, na hakuna mtu atakufuata. Juu wewe mwenyewe ni mwoga. Hata mimi mwenyewe naweza jinda Kalonzo. Hata kule kanaogopa. Kuna kitu. Swali lingine. Mheshimiwa, unaona Raila kama atachukua AU? Raila AU alichukua. Lakini watu wale hawaamini, wanaomba maombi ya magoti ndio hawajui. Mimi najua Raila hapo amecheza. Na niambie Ruto na serikali yetu, tucheze Raila achukue. Raila ni mzee mzuri, aende atusaidie. Na niambie watu wetu wa Mount Kenya, nyenyekeeni kwa serikali. Nyinyi hamuwezi jua kuruza mawe, sisi tulijifunza. Nyinyi hamujui maandamano ni kuharibu mali yenu itaharibiwa. Kalonzo hana mali. Ndio unasikia akisema kuna maandamano inakuja. Yule hata akishikwa siku 3 anajikojolea. Kalonzo, kama wewe ni mwanaume na nilisikia ukisema unataka maandamano, jaribu siku moja. Alimuonya kama sisi na Raila sufuria iligongwa hivi na askari. Karibu kufia kwa mito huko Mathare ukikimbia. Alimuonya IG wa polisi Douglas Kanja baada ya kisanga yenye ilifanyika pale Limuru ya kwenye mazishi yenye former deputy president Gachagua alikuwa. Akamwambia Douglas Kanja wawache kutumia polisi vibaya ama kuwahangaisha wale ambao wako upande wa opposition. Lakini pia ilitokea baada ya Peter Mwathi, former MP wa Limuru, kuwa abducted na kuachiliwa usiku upande wa bypass. Hapo unasemaje? Sasa Kalonzo nasikianga mtu kwanza anataja Kanja, nasikia kama nitatoka wazimu. Hatujawahi kuwa na NG mwingine mzuri
mwenye anasikiza kila. Kwanza Kanja amesaidia Kalonzo kuliko watu wale wengine wote. Kalonzo hafai aongee kuhusu Kanja. Kanja hakuna mtu yoyote amedhulumu. Yule mnasema alikuwa ameandaptiwa, hata mkitaka niwapeleke kwa Ndrimu, yule alikuwa kwa girlfriend yake. Mtu amechoka anaenda kupumzika, kwani Kanja atakuwa anatafuta watu? Hata Kanja atakuchunga hata ukiwa kwa kitanda. Mwanaume amechoka, amedanganya watu hapa, amepewa watu pesa, ameenda kujificha kwa mwanamke. Muulize aliachiliwa na nani? Na alikuwa wapi? Na akikataa muniite niwapeleke mpaka kwa room ile alikuwa. Kanja hata aenda kutafuta watu wale wako na mapenzi. Ukitaka kufanya mapenzi unaenda kwako kufanya mapenzi. Ukitaka kudanganya bibi yako unaenda kama yule alikuwa Kamakizi. Na hata akitaka tawambia alikuwa Kamakizi namba ngapi, room gani, nyumba ya nani, tutajua. Kwa hivyo Kalonzo, before uanze kutisha serikali, kwanza fanya intelligence. Ujue mtu ameandaptiwa ama mtu ako kwa mapenzi yake. Namba 2, hii ya Lemuru Kalonzo anasemea yeye hakuona Gachagua hata ndiye aliamuka hata before viti iruzo. Kalonzo kwani huyu ile michezo ya nani ya sympathy. Yaani watu walikuwa wamevunikia Gachagua hata before vita ianze. Yaani ni saa alikuwa anaangalia sana kufulash simu tu. Sisi tunajua hiyo michezo. Kwa hivyo Kanja hata kuja kusema wale wanajitafutia sympathy. So unasema Gachagua mwenyewe ndiye alipanga hiyo kipindi? Gachagua ndiye alipanga ile, mbona hakuna mtu aligongo? Nao ilikuwa inaruzwa kimchezo. Lakini tuliona gari zake zilikuwa damaged. Hata wale wameshikwa wote wanasema pesa. Mtu anashikwa, unaona simu alikuwa ametumiwa pesa ikitoka kwa upande ya Gachagua. Gari kundamenjiwa ile ni sympathy. Hata siku ile ya Embu, mbona hakuingia na carpet na hakuna mtu alimkataza? Aliingia na pande ya raia ndio aonekane bila ana matope. Njoo siku nyingine alikuwa amepanda ndege na mbagi. Yaani hata mimi mwenyewe nikienda airport, si mimi nabeba mbagi, kuna wafanyikazi kwa ndege. Kama mimi mwenyewe nasaidiwa na wewe unasaidiwa, mbona Gachagua abebe mbagi? Hiyo tu sympathy itamwa within 1 year itakuwa imeisha. Sasa Gachagua alipanga vile gari zake zitapigwa na mawe, akaenda hata before shinda itokee. Gachagua alikuwa amekimbia kwa gari. Ameingia kwa gari ya wengine. Kwa hivyo hii tu sympathy hakuna pahali popote. Mkitaka security, tuko na mtu anaitwa Kanja anasimamia. Tuko na askari professional akinaamini. Tuko na akina Kobia pale wale wanasimamia. Hata ingawa mimi niko na shinda na huyu mama wa Central. Huyo Spindi. Huyo Spindi wa Central niko na shinda na yeye kidogo. Lakini askari wengine wanafanya kazi. Kama huyu wa Central napigana na yeye, mama amenyang'anywa 150. Na yeye ndiye alimtoa kwa hiyo nduka. Unatoa mama, wewe ni askari, unamtoa kwa nduka na unaona amechukua loan. Hiyo loan unataka ilipwe na nani? Na ndio naambia amini mimi na wapea heshima. Na nateteanga askari na hata president namuomba. Na deputy president na Kanja. Ile shinda zote zingine ni wachana nazo. Wachana na akina Kalonzo wapige siasa yao na wacheze mangemu yao ya mandrama. Kwa hiyo ile ni kama ile tulikuwa tunaita primary drama. Lakini huyu mama amenyang'anywa pesa na Muhindi. Unaona Muhindi amekuja tena amechukua samba ya huyu mama wa Magugu. Samba iko miaka over 90 na ana evidence yenye amelipa. Hiyo ndio nataka serikali ifanye. Hii akina Kalonzo tuachie hawa, si ndio tunajua siasa. Na niambie Gachagua mambo ya drama. Mambo ya kupanga vita. Ndio uonekane wewe ndio unaumia. Watu wako ni wakuhurumie. Mwaka itaisha kama hawajachoka. Hata wao wameanza ukujua. Nataka kuuliza Kalonzo, ndio Kanja ingilie kusaidia wale watu wa opposition. Ile mkutano yenye Gachagua aliingia ilikuwa ni ya Martin. Martin yeye ni Murang'a. Anaitwa Martin Janet. Yule ni kijana mdogo, ni kijana ya Gachagua. Yeye ni wimbo yake alikuwa anazindua. Kalonzo Gachagua alitoka wapi aingie huko? Na Nguzi. Huko Murang'a. Kwa hivyo Kanja hao anaingia hata kwa meeting zetu za Murang'a. Aliingia Murang'a kwa meeting si yake. Kwa hivyo Kalonzo, wewe watermelon, wachana na Kanja. Weka Kanja kando. Saidia Wakamba wanaumia Nairobi. Hizo maloyo unapeleka Uganda, peleka hapa Nairobi. Na niambie Kanja, usiogope siasa. Saidia president kazi vile inavyo. Sisi watu wa siasa tunajua kucheza kandi. Turuzie mawe mbili. Ndio tupate sympathy. Gachagua sympathy zitakuua. Watu wako na njaa, fanya kazi. Na hakuna mtu atacheza na hii serikali tunaichunga. Na niambie Kanja, sisi wakati tulikuwa opposition, tulikuwa tunakosea tunawekwa pengu mpaka ya miguu. Weka Kalonzo pengu.
Weka Gachagua pengu, weka Jeremia Kioni pengu. Wakicheza na Ruto, wote wakae ndani. Kwani opposition unafikiri ni kuongea kwa Kamindia na unaingia kwa nyumba hapo unaingia kwa Kalonzo? Opposition ni utaenda mpaka ndani. Juu opposition ni uongo na kuharibu serikali. Na mimi niko ndani ya serikali. Kwanza mimi ndio nitawaweka ndani mandugu nyinyi.